بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد ya kumalizia kusoma babu al-ikhlas wa ihdar an-niyyah fi jami' al-a'mal wal-aqwal wal-ahwal al-bariza wal-khafiyah, leo biidhnillah al-karim tutaanza mlango mwingine, mlango wa pili katika kitabu chetu cha Riyadhus Salihin. Al-babu ath-thani babu at-taubati, mlango wa pili ni mlango wa at-tauba. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ameweka mlango wa pili katika kitabu chake cha Riyadhus Salihin, babu at-taubati, mlango wa tauba. Na ahlul ilmi wanasema at-tauba katika upande wa lugha inatokana na kauli taba yatubu idha raja. Tauba ni kule kurudi katika upande wa lugha. Na upande wa sheria, al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anaeleza kwa kusema wa shar'an ar-ruju'u min ma'siyati Allah ta'ala ila ta'atihi. At-tauba katika upande wa sheria ni kurudi kutoka katika maasiya ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala ila ta'atihi, na kurudi katika taa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kama mtu alikuwa anafanya maasi ya fulani, basi tauba yake au kutubu ni yeye kurudi kuyaacha hayo maasi na akarudi katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo tauba. Qala al-ulama, wanachuoni wanasema maneno ya al-Imam an-Nawawi. Qala al-ulama, wanachuoni wanasema at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Tauba, kutubia, ni wajib kwa kila dhambi. At-tauba wajiba min kulli dhanbin, tauba ni wajibu, kutubia ni wajibu kwa kila dhambi. Yani maadamu ni dhambi, basi ni wajibu kutubia. Kwa hivyo ni ngumu sana ukamkuta muislamu asitubie na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kila mtu anakosea. Wa khairul khata'in na wabora katika wale wenye kukosea ni wale wenye kurudi. Kwa hivyo wewe utakuwa ni mtu wa ajabu, tena ajabu isiyokuwa na mfano, ikiwa kila mtu anakosea na wewe wajua, lakini hujapata muda, hujapata siku wala wakati ukarudi kwa Mola wako kutokana na maasi yako hayo unayojua wewe, au kutokana na madhambi yako, kwa sababu kila mtu anakosea. Sasa al-Allama anataja mlango huu babu tauba kwa ajili ya kutuzindua. Qala al-ulama, wanachuoni wanasema at-taubatu wajibatu min kulli dhanbin, tauba ni wajibu kwa kila dhambi. Fa in kanat al-ma'siyatu baina al-'abdi wa baina Allah ta'ala, na ikiwa yale maasiya, yale maasi aliyoyafanya mja ni baina yake yeye mja
na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa maasiya ni baina ya mja na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala, la tataallaq bihaqqi adami, hayafungamani maasiya hayo na haki ya mwanadamu. Yani wewe umefanya maasiya, umemkosea ni Mola wako, na hakuna haki ya mwanadamu imefungamana hapo katika maasiya yako. Wewe ni tariku swala mfano, hii ni haki ya Mola wako, hii ni baina yako na Mola wako, na hakuna haki ya mtu imeingia hapo. Mfano mtu ni mnywaji pombe au mzinifu. Kwenye uzinifu hapana, kwenye tuache hili kwanza. Mnywaji pombe, mfano cha pombe huyu, maasi anayoyafanya ni baina yake yeye na baina ya Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, wala hayafungamani na haki ya binadamu. Falaha thalathatu shurutin, falaha thalathatu shurut, basi ina hiyo tauba masharti matatu. Yani ikiwa maasi ya uliyoyafanya, dhambi uliyoifanya haifungamani na haki ya mwanadamu, yani dhambi hiyo ni baina yako wewe mtendaji na baina ya Mola wako uliyemwasi, basi tauba hiyo itakuwa na masharti matatu. Ukubaliki tauba hiyo, basi lazima masharti matatu yatimie. Falaha thalathatu shurutin, basi ina tauba hiyo masharti matatu. Ahaduha, sharti la kwanza, an yuqli'a 'anil ma'siyah, ikuwa mtu ajitoe, ajiondoe kutokamana na hayo maasi. Sharti la kwanza kwa yule aliyefanya kosa lililoko baina yake na Mola wake muumbaji, na halifungamani kosa hilo na haki ya mwanadamu, kutokuwa kwake yeye kuna masharti matatu. Sharti la kwanza, ajiondoe katika hayo maasi, ajitoe, ajichomoe. Yani sio kwa amebakia anayafanya maasi yale yale alafu afanya asema na tu unatubiaje bwana, hebu jitoe kwanza hapo. Kama mla riba unataka utubie kwa Mola wako kwa kitendo cha kula riba kwa sababu ni haramu, basi wewe watakiwa kwanza uachane na hiyo story ya riba hiyo, kwanza ujiondoe huko kwanza, alafu baada ya hapo sasa muelekee Mola wako. Wathani, an yandama ala fi'liha, sharti la pili, ikiwa kosa ni baina yake yeye mtendaji na baina ya Mola wake, ni kujuta juu ya maasi hayo. Ajute, kwa nini nimefanya, yani yapitikie majuto yeye kwake kutokana na maasi hayo. Wathalith, na sharti la tatu, ikiwa kosa ni baina ya mja na Mola wake, halifungamani na haki ya binadamu, ayazima alla yauda ilaiha abada, azimie hatorudia tena kosa hilo. Masharti matatu ayazima alla yauda ilaiha abada, azimie, sharti la tatu, kuwa hatorudia tena abadan kosa hilo. Shaka nasema fa in fuqida ahlu thalatha lam tasihha taubatuhu, na ikiwa itakosekana moja ya masharti haya matatu, basi haitusihi tauba yake huyo mwenye kutubia, haitusihi. Fa in fuqida ahadu thalathati lam tasih taubatuhu, na ikiwa imekosekana moja ya masharti haya matatu, basi haitusihi tauba yake. Masharti haya tumesema ni pale ambapo
kosa ulilofanya ni baina yako wewe na Mola wako muumbaji, yani umemwasi, umemkosea Mola wako, ndio masharti haya matatu. Wa in kanat al-ma'siyatu tata'allaqu bi adami fa shurutuha arba'a. Shaka nasema, na ikiwa maasiya yanafungamana na haki ya mwanadamu, basi masharti yake ni manne. Ikiwa hayo maasi uliyoyafanya yanafungamana na haki ya mwanadamu, basi masharti yake ni manne. Umekula mali ya watu kwa batili, mfano umemlia mtu mali yake kwa batili, basi na haki. Wewe jua umemkosea yule uliyomlia mali yake, lakini pia umemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndiye aliyekataza watu wasiliane mali zao kwa njia ya batili. Qala wa in kanat al-ma'siyatu tata'allaqu bi adami fa shurutuha arba'a. Na ikiwa maasiya yanafungamana na haki ya binadamu, haki ya mwanadamu, basi masharti yake ni manne. Hadhihi thalatha, haya masharti matatu yaliyotajwa, yani yale matatu ya juu yaliyotajwa yale. Wa an yabra min haqqi sahibiha, na ajiweke mbali na ajitakase kutokamana na haki ya yule aliyomdhulumu. Hili ni sharti la 4. Ikiwa hayo maasi yanafungamana na haki ya mwanadamu, basi masharti yake ni manne, yale matatu yaliyotajwa, lakini sharti la 4, wa an yabra min haqqi sahibiha, na ajitakase kutokana na haki ya mwenyewe, yani yule mwenye haki aliyomchukulia. Fa in kanat mala au nahwahu raddahu ilayhi. Na mna sasa shekhi atoa maelezo namna ya wewe kujitakasa kwenye haki ya watu. Anasema ikiwa ni mali, ikiwa hayo maasi ya uliyoyafanya ni mali, yani kwa maana umekula mali ya watu, umejichukulia mali ya watu pasi na haki, au nahwahu, au mfano wake, raddahu ilayhi, basi atarudisha kwake yeye, atairudisha hiyo mali kwa yule aliyomchukulia mali yake kwa batili. Fa in kanat mala, ikiwa ni mali, maana maasi uliyoyafanya, uasi uliofanya, umejichukulia mali za watu pasi na haki, au mfano wake, shaka nasema raddahu ilayhi, basi atarudisha kwake yeye ile mali aliyoichukua. Pambana tu urudishe mali ya watu, hakuna namna. Si unataka utubie, hakuna namna. Usije kuniletea habari hapa sasa mwenyewe alishakufa, na kuna watu wanakuwa na tawili. Wewe umwambie afanye hivi, atakutafutia njia ya kutorokea. Mwenyewe hata simjui, alishakufa. Mtolee sadaka kwa ajili yake, kama ana warithi wake unaowajua. Yes, amekufa. Kama ana warithi unaowajua wewe kwamba huyu ni mrithi wake, wapelekee warithi hiyo mali yake. Aya, warithi hana, kwa maana humjui kama unavyodai, mtolee sadaka kwa ajili yake. Toa sadaka hiyo mali ya watu kwa ajili yake, na Allah anajua unatoa kwa ajili yake, sio yako, imfike huko aliko. Muhimu wewe rudisha mali za watu. Maswali haya yapo. Sasa ni kweli ilikuwa sijui, na imefika mahala sasa nishamiliki mali, lakini mwenyewe bwana kwa zamani sana simjui. Kusanya, toa sadaka. Si unajua nini ulichukua kwa watu? Toa sadaka kwa ajili yake, ni khairi hiyo. Wa in kanat hadda qadhfin wa nahwahu, na ikiwa maasi uliyoyafanya ni haddi ya qadhf, yani umemsingizia mtu uchafu wa zinaa, maasi haya. Sababu kumsingizia mtu uchafu wa zinaa ni haki ya mtu, yani tayari umemdhulumu, kwa sababu yule uliyosema jamani mzinifu, kumbe sio mzinifu tayari wewe.
Sasa ikiwa maasi uliyoyafanya yanafungamana na haddi ya qadhf, ni ile haddi ya qadhf au mfano wake, makanahu minhu, basi utatekelezewa haddi ya qadhf. Utammakinisha kwa maana utekelezewe. Au kuna jambo jingine, au talaba afwahu, au utake msamaha kwake. Bwana, unajua mimi nilikusingizia hivi, nisamehe. Au utake msamaha wake. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha, na ikiwa ulichokufanya ni ghiba, umesengenya. Ikiwa maasi ni wewe umesengenya, yani wewe umemsengenya mtu, na haya ni maneno ya hatari leo, kusengenyana kupotele, lakini jambo lake ni gumu sana. Ili utubie, jambo lake lina uzito sana. Kwa hivyo ikiwa maasi ni wewe umesengenya, yani kwa maana umemsengenya mtu, istahallahu minha, sasa wewe watakiwa uende kwake ukamwelezee kwamba nimefanya hivi ndio kusema hivi. Lakini katika hili Ibn Uthaymeen ana maneno hapa anazungumza kwamba je, mtu umemsengenya kule kwenye mali, hakuna taaliki kule, mkurudisha tu shekhi. Kwenye mali wewe mkurudisha mali ya watu. Sasa hapa tuzungumzia hili kwamba umemsengenya mtu, je, inafaa kwenda kumwambia bwana nilikusema vibaya? Shekhe ana upambanuzi hapa, anasema arabi an yakuna alhaqu ghiba. Jambo la 4, kuwa ile haki ya mtu ni ghiba, yani kwa maana wewe ulimsengenya mtu, yani annaka takallamta fihi, yakusudiwa kwamba wewe umemzungumza kwake yeye, fi ghaibatihi, wakati hayupo, katika ghaibu yake, yani kwa maana wewe umemzungumza fulani wakati hayupo. Waqadihta fihi inda an-nasi wa huwa ghaib, na umemtia doa kwake yeye, umemtia doa kwa watu na mwenyewe hayupo, yani kwa maana umemsema vibaya, umemsengenya huyo. Sheikh anasema fahadhihi ikhtalafa fiha alulama, jambo hili wameikhtilafiana katika jambo hili wanachuoni. Faminhum man qala, wako miongoni mwao wanasema hivi, la budda an tadhhaba ilayhi taqulu lahu, hapana budi umuendee na umwambie, ya fulani, inni takallamtu fika inda an-nas, umwambie ewe fulani, mimi ndikusema vibaya bwana kwa watu. Wako wanachuoni wanasema hivi, fa arjuk an tasma'a indi au anni, fa arjuka an tasma'a anni wa tuhallilni, na natarajia utanisamehe mimi na utaniachia mimi kuwa huru, kwa maana yani wewe unisamehe. Yani hii ni kauli katika kauli ya wanachuoni kwamba ukimsengenya mtu, wanachuoni wanakhtilafiana kwamba je, lazima umfuate? Kauli ya kwanza kwamba umfuate na ukamuelezee kwamba bwana mimi nilikusengenya, naomba unisamehe. Waqala baadhi ulama, na baadhi ya wanachuoni wakasema, la tadhhabu ilayhi bal fihi tafsil, usimuendee yule msengenya yule, usimuendee, bali katika jambo hili kuna upambanuzi. In kana qad alima bihadhihi alghiba fala budda an tadhhaba ilayhi, ikiwa yule uliyemsengenya amejua hukukusengenywa, basi hapana budi umuendee, watastahilluhu, na uende ukamuombe ule msamaha, kwa maana sasa ukajitakasi huko. Ikiwa amejua kwamba jamaa akanisema vibaya yule, wewe uende sasa ukanyosha maneno. Wa in lam yakun alima fala tadhhabu ilayhi, na ikiwa hakujua, kwa maana ikiwa yule uliyemsengenya hajui kwamba umemsengenya,
kauli nyingine ambayo ni tafsiri hiyo, fala tadhhabu ilayhi, wala usimuende, wastaghfir lahu watahaddath bimahasinihi fi almajalis allati kunta taqtabuhu fiha. Anasema wala usimuende na mzungumze kwa uzuri huyo mtu katika vile vikazi vyako, zile majlisi zako ambazo wewe ndio ulikuwa unamsengenya katika majlisi hizo. Kamzungumze vizuri kama alikuwa ajui. Kama jamaa kanisema wewe usimuendee, nyingine hiyo tafsiri. Wewe unachokifanya unaenda kumtakasa tu, jamaa yule mashaallah, ni jamaa bwana yuko vizuri bwana. Sasa utaulizwa, wewe juzi ulikuwa unamsema, rudi ambie bwana nimefuatilia, jitie ujasiri, ndio fuatilia, yuko vizuri kabisa, hana neno yule. Kamtakasa katika majlisi zako zile ulikuwa unamsema. Wastaghfir lahu, na umuombe msamaha yeye. Watahaddath bimahasin fi almajalis allati tumepita. Qala fa innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, kwa sababu mema yanaondosha maovu. Wa hadha alqawlu asah, na hii kauli ina usahihi zaidi. Yani kwa maana hii kauli ya kupambanua hii, kwa ikiwa anajua basi wewe mwendee tu kumuelezea, bwana samahani nikusengenya bwana. Na ikiwa hajui, wewe utakiwa urudi katika zile majlisi ambazo wewe ulikuwa umzungumza vibaya, uende ukamsifie, ukamzungumze kwa wema, tena umuombe msamaha yule bwana. Na hiyo ndiyo kauli yenye asahu. Shaka anasema wa huwa anna alghibata idha kana sahibuha la ya'lam bi annaka ightabtahu fa innahu yakfi an tadhkurahu bimahasinihi fi almajalis allati ightabtahu fihi au fiha, kwamba hakika kusengenya, ikiwa yule uliyemsengenya hajui, ikiwa yule uliyemsengenya hajui kwamba umemsengenya, basi inatosha wewe kumtaja yule bwana katika zile majlisi, kumtaja kwa wema katika zile majlisi ambazo wewe ulikuwa unamsengenya katika majlisi hizo. Wa anta astaghfir lahu, wa anta astaghfira lahu, na kumwombea yeye msamaha. Takulu Allahumma ighfir lahu, wewe muombe msamaha ewe Allah msamehe yeye. Kama jaa fi alhadithi kafaratu man ightabtahu an tastaghfira lahu, kafara ay kifutio cha madhambi kwa yule uliyemsengenya, basi ni wewe kumwombea maghfira yeye. Lakini hili ni kama alikuwa ajui. Wewe pambana na maghfira, kumwombea msamaha huko, kumtakasa huko. Lakini kama alikuwa anajua, Sheikh anasema wewe unatakiwa umuendee. Kwa hivyo haya ni mambo ya kusengenya, haya ni mambo ya kusengenya. Sasa Sheikh anasema wayajibu an yatuba min jami'i dhunub, ni wajibu kutubia kutokamana na madhambi yote. Madhambi yote yataka tauba. Fa in taba min ba'dha, na ikiwa mtu ametubia baadhi ya madhambi, yani kayafanya madhambi 7 alafu akatubia baadhi ya hayo madhambi 7, sahhati taubatuhu inda ahli alhaqi min dhalika adh-dhanb, basi itasihi tauba yake inda ahli alhaqi kutokamana na hiyo dhambi aliyoitubia. Yani kama umefanya 7 ukatubia 3, basi yale 3 yale itasihi tauba yako kwa yale madhambi 3. Manake mengine yatabakia hivyo mpaka utubie. Umefanya 2 ukatubia 1 likabakia 1, basi itasihi tauba kwa lile dhambi ambalo umelitubia wewe, ama lilobakia limebakia. Qala wa baqiya ala albaqi, na yatabakia yaliyobakia. Yale ambayo umeyatubia yatasamehewa, na yale ambayo yamebakia yatabakia. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة, na kwa hakika zimedhihiri, kwa maana zimekuwa wazi. Tadhahara kwa maana zimekuwa wuduh,
zimedhihiri, zimekuwa wazi dalili za kitabu na sunna na ijmaa ya maulama, kwa maana aima pia wanakubaliana ala wujubi tauba, juu ya uwajibu wa at-tauba. Dalili ziko wazi za Qur'ani na sunna juu ya uwajibu wa tauba. Swali, ikiwa dhambi umeifanya ni baina yako na Mola wako, kuna masharti mangapi? Matatu. Ikiwa dhambi uliyoifanya inafungamana na haki ya mwanadamu, kuna masharti mangapi? Manne. Sasa Sheikh Al-Allama Ibn Uthaymeen yeye ameweka sharti la 5, ni sharti la sawa nalo. Anasema moja katika masharti ya tauba ni al-ikhlasu lillah, kwa sababu tauba ni ibada, au sio? Ibada yoyote lazima iwe na ikhlas. Sharti la sawa kabisa. Ar-rujuu, kule kurudi ila Allah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni ibada. Kutubia ni ibada. Kwa hivyo ibada yako hiyo lazima ufanye ikhlas ndani yake, na usipofanya ikhlas katika jambo la tauba ufanya mchezo tu, kama vile ulikuwa unafanya istihzai tu. Lakini ufanye tauba yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni sharti ambalo Sheikh pia amelitaja hilo. Kisha Sheikh akataja zile adilla ambazo zinazungumzia tauba. Akasema qala Allah ta'ala, asema Allah subhanahu wa ta'ala, watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, natubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala nyote enyi waumini ili mpate kufaulu. Na amri hii ya tauba hii imekuja baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kutaja suala la waumini wanaume wafumbe au wainamishe macho yao. Kadhalika ikaja aya baada ya aya hiyo kuwataka na kuwaamrisha waumini wanawake pia wainamishe macho yao. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim, sema waambie waumini wanaume wainamishe macho yao, wayahfadhu furujahum, na wahifadhi tupu zao, dhalika azka lahum, hilo ni tahara zaidi kwao. Inna Allaha khabirun bima yasnaun, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ana habari yote yale wanayoyafanya. Alafu Allah pia akazungumza kuhusiana na waumini wanawake, akasema wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihim, nasema waambie waumini wanawake wainamishe macho yao, wayahfadhna furujahum, na wahifadhi tupu zao. Alafu ikatajwa mambo pale, lakini mpaka ikafika mahala Allah subhanahu wa ta'ala ndio akatuambia watubu ila Allah jami'an, natubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala nyote ayyuhal mu'minun, enyi waumini, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Sasa hapa sikilizeni vizuri, aya zilizokuja mpaka tukaambiwa tutubie sote ili tufaulu ni aya zinazozungumzia suala la kuinamisha macho. Kwa maana nkosa nataka nini? Nataka tauba. Sasa wewe usije kuona vitu vya watu kwa watu wa macho, watakiwa uinamishe macho, iwe vitu vya watu, kwa sababu huyo kama sio mke wa mtu basi ni dada wa mtu, ni shangazi wa mtu, ni kadha wa mtu. Kwa hivyo amri zilizokuja katika aya hizi mpaka tukaambiwa tuinamishe macho ni suala la kutokufumba macho, yani kule kutokufumba macho ni kosa, na ndio maana tukaamrishwa sisi tuyafumbe macho, tuyainamishe macho, kwa wanawake, kwa wanaume na kwa wanawake. Na tukatakiwa sisi tutubie. Tena aya ya juu Allah anasema Allah ana habari ya hayo mnayoyafanya. Sasa wewe ukijifanya wewe
ukiwa na ahlus sunna wenzio ujifanye uangaliaje uko na ahlus sunna ukiwa peke yako macho yanang'aa wewe wajisumbua tu kwa sababu suala ni baina yako na Mola wako Allah anajua na hili ni jambo la hatari sana kwa sababu kutokuinamisha macho ni sababu ya kuingia balaa la maasi ya zina kwa sababu macho yanaangalia yanaona moyo unatamani alafu kile kiwiliwili kinasadikisha yale ambayo macho yameona kilichotamaniwa na moyo kiwiliwili kinamalizia lakini ukifuatilia sababu nini wewe kuangalia ni jambo la hatari sana na ndio maana mtume alayhi salatu wassalam akasema ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala ar-rijali min an-nisa sijaacha baada ya kufa kwangu mimi kuondoka kwangu mimi sijaacha fitna yenye kuwadhuru zaidi wanaume kuliko wanawake tufahamu sasa haya yana daraja kuanza kuangalia waanza kutamani waanza kufuatilia kitu au sio sasa wewe ungekuwa wainamisha macho yako ukaheshimu vitu vya watu ungefikia wapi lakini sababu ni wewe kuangalia kwa hivyo hii watubu ila Allah jami'an ayuha almu'minun imekuja katika siyaki ya aya ya kuangalia ya kututaka sisi tuinamishe macho mwisho kabisa ndio ikaja habari hii ya amri hii kwa hivyo Allah mimi naihusia nafsi yangu na kuwahusia ndugu zangu suala la kuinamisha macho kitu cha hatari sana na ukijifanya wewe macho ufungu uinamishi utatumbukia mahala pabaya sana kadhalika mtume alayhi salatu wassalam ndiye aliyotuambia katika masala haya wa inna awwala fitnatan bani israil kanat fi nisa hakika fitna ya mwanzo kabisa mwanzo wa fitna kwa bani israili ilikuwa mambo ya wanawake alafu haya maneno ya kweli mtume anatuambia mara aitu sijapata kuona bwana wale wenye upungufu wa akili lakini wanaondoa akili ya mwanamume iliyokuwa ile yenye azma kama wanawake hajapata kuona mtume alayhi salatu wassalam watu wenye upungufu wa akili akusudia wanawake wanaweza kuondoa akili ya mwanamume mwenye azma kama wanawake hajapata kuona mtume alayhi salatu wassalam sasa hapa mtume anazungumzia yule mwanamume mwenye azma haya wewe na mimi tuelewane vizuri kwenye maandiko anazungumzia yule mwanamume mwenye azma hubadilishwa na mwanamke pamoja na mapungufu yake ya akili yake anabadilishwa kaingizwa kwenye mtego hawa wanazungumzia wenye azma wale watu wa kweli wewe na mimi usije ukajidanganya mimi pia nina azma mimi niko barabara hakuna barabara wewe fuata haya maandiko kaa mbali na mambo haya kinyume na hivyo ndugu yangu utaingia mahala pabaya hizo ni aya ambazo shaka mesileta lakini pia kuna aya nyingine wakala taala Allah subhanahu wa ta'ala asema wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi natakeni msamaha takeni maghfira mtakeni maghfira Mola wenu na tubieni kwake yani kwa Allah subhanahu wa ta'ala وقال تعالى na Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha enyi ninyi mlioamini tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala tauba ile ya kweli ile sadiq kwa maana mtu kafanya kweli katika tauba yake tutakiwa hivyo sio ile kama ile habari inayozungumza kwamba huyu nasuha alikuwa mtu kuna habari hii story tu lakini hapa tutakiwa sisi tutubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala tauba hasa katika hadithi yani hizi aya zote hizi zinatuamrisha sisi kurudi na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ndio maana akataja kwamba kuna ayat
dalili katika Qur'ani kadhalika katika sunna. Ama dalili katika sunna ambazo mtume alayhi salatu wassalam anatuhimiza kutubia sisi kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya Abi Huraira, mmekwenu mnayo. Anasema wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala, na yapokewa kutoka kwa Abi Huraira Allah muyaradhi asema, sami'tu Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra, akthara min 70 marra. Mtume alayhi salatu wassalam anaapa, wallahi naapa kwa Allah, inni la astaghfirullah, hakika mimi ninamuomba maghfira, ninamtaka maghfira Allah, wa atubu ilayhi, na ninatubia kwake Allah, fil yawm, kwa siku, akthara min 70 marra, zaidi ya mara 70. Huyu anayesema hivi amesemehewa madhambi yake yaliyotangulia aliyochelewa. Huyu anayesema hivi, yani yeye madhambi yake amesemehewa, yaliyotangulia yaliyochelewa ametangaziwa msamaha na Allah subhanahu wa ta'ala, amesemehewa madhambi yake kwa ushahidi wa Qur'ani. Lakini huyu anatubia, anataka maghfira kwa Allah, na anatubia kwa Allah zaidi kwa siku, zaidi ya mara 70. Wewe na mimi ambaye hatuna ishara ya kuwa tumesemehewa, tutakiwa tukithirishe zaidi, yani zaidi ya hapa. Ikiwa huyo aliyesemehewa ni mara hizo, wewe na mimi, bali ndugu zanguni, sisi kuna baadhi ya mambo ni wavivu sana. Yani hata hapa tuko kwenye darasa hii tukiulizana hivi, wewe leo shekhe mwenye istighfari mara ngapi? Wewe usitutajie zile istighfari za kwenye swala, ukitoa salamu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Yani zile wewe upo sasa, umekusudia sasa, nataka nimtake maghfira Mola wangu. Tukiulizana hapa leo, wewe ngapi? Kuna sisi hatujafikisha hata 5. Alafu sisi tumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Bali tukiulizana, hebu wewe umetubia mara ngapi leo kwa siku? Mara ngapi umesema astaghfirullah wa atubu ilayhi? Maana lafdhi ni hiyo, sahali kabisa. Wewe ukadumu katika maneno hayo, kwanza waomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watubia kwake, lakini pia utaingia miongoni mwa wale wanaomkumbuka Allah. Tukiulizana hapa, nani jamani leo kafanya hata mara 5 hapa? Tutafutana, ndio tutakapoamini sisi tuko mbali na ile nahaji ya mtume alayhi salatu wassalam. Huyu aliyesemehewa huyu kwa siku ni zaidi ya mara 70. Wewe na mimi tujasemehewa, ilikuwa tukithirishe maneno haya. Kadhalika hadithi inayofuatilia hapo anasema, wa anil Agharr bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala, yapokelewa kutoka kwa Agharr ibn Yasar al-Muzani, Allah subhanahu wa ta'ala amuyaradhi, asema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kasema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ila Allahi wastaghfiru, enye watu. Mtume asema hivi, atuamrisha sasa, enye watu tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, namtakeni maghfira Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inni atubu fil yawm 100 marra, hakika mimi ninatubia kwa siku mara 100. Enyi watu nyinyi, tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mumtake maghfira, mumuombe msamaha, kwani hakika mimi ninatubia kwa siku mara 100. Hao ndio watu walikuwa na azma mara 100. Sasa bado hujachelewa akhi, hatujachelewa. Yataka hata ukisikia maneno haya, maana yake uliukumbushwa ukisikia maneno haya, basi angalau ufanye hata kwa siri siri.
lakini wasikia maneno haya kavu yapita tu. Basi hata ukiwa tumeswali hapo uenda nyumbani kwako, basi kumbuka basi tumesoma nini. Sasa wewe ushasoma, maana ndio faida ya elimu, ufanyie kazi kile ambacho umekisoma. Sasa wewe ushasoma na ushajua, basi utatoka hapa. Wapo ndugu zangu, haya maneno nazungumza haya, wapo mtu atatoka hapa na mpaka ataenda kulala hata hajajaribu tu ile alichokisoma kukifanyia kazi hamna, na atabakia hivi. Kama leo ndo siku amekumbushwa hajafanya hata mara mbili, sasa kesho chini sifuri, kesho kutwa si hamna kitu, na siku kadri zinavyoenda ndo kabisa amejisahaulisha. Sasa haya yataka kujizoesha, haya yataka mazoea. Yani haya tunayosoma haya yataka mtu ajizoeshe, kwa sababu ni ibada, hakuna namna. Hizo ni hadithi mbili. Hadithi ya kwanza Mtume alayhi salatu wassalam anaeleza yeye kama yeye. Hadithi ya pili anaeleza na kutuamrisha sisi tutake maghfira kwa Allah, tutubie kwa Allah, kwa sababu yeye anatubia kwa Allah mara 100 kwa siku. Shaka anasema faida moja katika faida za hadithi hii au hizi mbili, anasema fa fi hadhaini alhadithain dalilun ala wujubi at-taubati لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. katika hadithi hizi mbili kuna dalili juu ya uwajibu wa tauba, kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam ameamrisha tauba. Faqal, na akasema, ya ayuha nnas tubu ila Allah, enyi watu tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا تاب الإنسان إلى ربه حصل بذلك فائدتين. na mtu akitubia kwa Mola wake basi anapata kwa hicho alichokifanya faida mbili. Alfaidatu alula, faida ya kwanza imtithal amri Allah wa rasulihi. Akitubia mtu, moja katika faida anazopata ni kwamba yeye ameshikamana na zile amri za Allah subhanahu wa ta'ala, amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na amri ya mtume wake, yuko nayo sambamba. Wa fi imtithali amri Allah wa rasulihi kullu khair, na katika jambo la kushikamana na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, hiyo ndiyo kila khairi inapatikana kwa wewe kushikamana na amri ya Allah na amri ya mtume wake. Fa ala imtithali amri Allah wa rasulihi taduru as-sa'adatu fi ad-dunya wal-akhirah, na juu ya kushikamana na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, hilo jambo hilo kushikamana na amri ya Allah na amri ya mtume wake, ndio panazunguka saada hapo duniani na akhera. Yani kwa maana kama ushikamani na amri ya Allah na mtume wake, wewe ni bofu, lakini yule anayeshikamana na amri za Allah na amri za mtume wake ana khairi duniani na akhera. والفائدة الثانية, na faida ya pili, shaka anasema al-iktida'u bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam haythu qala, kuna kumfuata na kumuiga mtume alayhi salatu wassalam pale aliposema haythu kana, hali yakuwa alikuwa hivi, yatubu ila Allah fil yawmi 100 marra, anatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa siku mara 100. يعني يقول أتوب إلى الله أتوب إلى الله أتوب إلى الله وأستغفره. أنا سمع هيك نتوبيك الله نتوبيك الله ننمتك مغفرة الله. huyu ni mtume alayhi salatu wasalam ambaye tumeona sisi kwa yeye amesemehewa. Mimi na wewe tilikuwa tuzidishe hata mara 100. Ni wapi? Yani jamani, haya maneno sio mseme natupa kwenu tu, hata kwangu. Kwani mimi nimefanya mara ngapi leo? Si hata kwangu. Sasa wewe usione kana kwamba wewe wabanwa tu. Haya maneno tuambizana sote na saa hizi za watu wote. Yapasa mtu azimie, anatembea amekaa, aazimie hasa kuyafanya haya.
na atapata zile faida mbili ambazo al-allama amezitaja katika faida za kushikamana na amri yake Allah subhanahu wa ta'ala na amri ya mtume alayhi salatu wassalam. Lakini pia faida nyingine ambayo tutaifanya ya mwisho, faida muhimu sana ambayo tunajifunza katika hadithi hizi mbili. Sheikh anasema wa fi hadhaini alhadithain, na katika hadithi hizi mbili dalilun ala anna nabiyana Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, wa kuna dalili kwa hakika mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ashaddu an-nasi ibadatan lillahi wa huwa kadhalik. Tujifunza sisi kuwa mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam alikuwa ashaddu an-nasi ibadatan, alikuwa ni mwingi wa ibada wa watu, kwa maana yeye alikuwa anakithirisha mno ibada. Na hivyo ndivyo Sheikh anasema, kwa sababu mtume alayhi salatu wassalam ndiyo yule aliyesema ana akhshakum lillahi wa atqakum lah. Kasema hivyo yeye mwenyewe, mimi ndio yule ambaye naogopa mno Allah subhanahu wa ta'ala, na ni mcha Mungu wenu zaidi kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo huwezi likataa, kwa sababu amezungumza kwa maneno kwa njia ya wahi. Yeye ndio mcha Mungu wetu zaidi. Lakini pia hadithi hizi zinathibitisha hivi, huyu aliyesemehewa kiasi hicho lakini bado anataka maghfira, bado anaomba msamaha, bado anafanya tauba, hii ni dalili kwamba huyu ni mcha Mungu wetu. Na hivyo ndivyo ilivyo kama anavyosema Sheikh. Wallahu a'la wa a'lam.